Kuna maeneo duniani ambayo historia imeazika kwa siri, mahali ambapo ushahidi wa mwanadamu ulipaswa kuonekana, lakini haukuonekana tena. Mara ya mwisho mtu alipoonekana kulikuwa na nyayo, sauti na maisha ya kawaida, lakini muda ulipopita ukarudi, ukakuta ukimya, vumbi na maswali ambayo hajapata majibu kwa zaidi ya miaka 400. Na pengine sababu ya siri hizi ni za kawaida, pengine si za kawaida, na pengine hazikutakiwa kufichuliwa kabisa. Kisiwa cha Roanoke kwenye pwani ya North Carolina, Marekani, kiliwahi kuwa makazi ya watu 115, familia, wenye biashara, watoto, wanawake, wajawazito, askari, lakini walitoweka pamoja. Hakuna mwili, hakuna damu, hakuna alama ya mapigano. Iliyobaki ni neno moja tu lilochongwa kwenye mti: Croatoan. Hapo ndipo siri ya Colony of Roanoke ilipoanza. Mwaka 1587 kundi la Waingereza 115 lilipelekwa kwenye kisiwa cha Roanoke kwa amri ya Sir Walter Raleigh. Lengo lilikuwa kuanzisha makazi ya kwanza ya kudumu kwa Waingereza barani Amerika. Kulikuwa na changamoto: njaa, ukame, magonjwa, migogoro na makabila ya wenyeji, lakini waliendelea kuishi. Kiongozi wao John White alilazimishwa kurudi Uingereza kwa masuala ya kuomba vifaa na misaada. Aliwacha mke wake, binti yake na mjukuu wake mchanga. Safari ya John White ilikuwa ya haraka, lakini Uingereza ikaingia kwenye vita dhidi ya Hispania. Miaka ikaenda, hakuna aliyeweza kurudi Roanoke mpaka 1590. Miaka mitatu baadaye. Kulingana na historia, John alipowasili alitegemea kuwakuta watu wakicheza, watoto wakikimbia, moshi wa chakula ukitoka jikoni, lakini kulikuwa na ukimya ulioogopesha. Majengo yaliyokuwa yamejengwa kwa mbao yalikuwa yamebomolewa kwa utaratibu, kama vile watu walihama taratibu, bila haraka, bila vita. Hakukuwa na mwili hata mmoja wala alama ya kaburi. Shamba kilikauka, chakula kilikuwa kimeisha. Alama pekee iliyoonekana ikiwa imechongwa kwa kisu: Croatoan. Kuanzia hapa dunia ilianza kutunga maswali. Nadharia namba 1: waliuawa na wenyeji, lakini kama ni hivyo, miili iko wapi? Nadharia namba 2: walitoroka kwenda kabila la Croatoan, lakini hakukuwa na ushahidi. Nadharia namba 3: walikufa kwa njaa na magonjwa, lakini kwa nini walifuta miili yote? Nadharia namba 4: walihama usiku, na kwa nini? Nadharia namba 5: kilichotokea si cha kawaida. Hapa ndipo siri ilipojitokeza. Mwaka 1937, karne nyingi baadaye, mchungaji alipata jiwe lilokuwa limeandikwa ujumbe ukidai kupatikana kutoka kwa binti wa John White. Katika ujumbe alieleza kuhusu ugonjwa, mashambulizi na uhalifu, lakini watafiti walikataa ushahidi. Katika miaka ya baadaye, wakazi wa maeneo ya karibu walidai kuona watu weupe wenye mavazi ya kale yakiwa misituni, moto wa usiku unaowaka kisha kutoweka, sauti za Kiingereza za zamani na hata kaburi lisilo na jina, ingawa ushahidi haujathibitishwa hadi leo. Roanoke ndio tukio la kwanza lililosababisha neno maarufu sana la leo, Lost Colony, lililotoweka. Zaidi ya watafiti 150 na zaidi kupitia miaka 400, hakuna hata mmoja aliyeweza kuthibitisha ukweli. Leo Roanoke ni kivutio cha kihistoria. Watu huenda wakajua historia, lakini hawajui ukweli. Kilichobaki ni swali moja: je, koloni la Roanoke lilikufa au lilibadilishwa? Na kama lilibadilishwa, kuwa nini? Mimi ni Joel Palanjo, tukutane wakati mwingine.